Rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika, Boniface Mwabukusi, amejitokeza na kuzungumza kwa ukali kufuatia tamko rasmi lililotolewa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, ambapo waziri huyo alimwagiza mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura kusitisha na kutoruhusu mikutano yeyote ya kisiasa kwa chama chochote kile cha kisiasa nchini Tanzania kutokana na changamoto pamoja na madai mbalimbali yanayohusu hali ya usalama wa nchi kwa siku za hivi karibuni. Kufuatia agizo hilo, Boniface Mwabukusi ametumia kurasa zake mbalimbali za mitandao ya kijamii kutoa taarifa rasmi inayomkabili na kumtaka waziri huyo wa mambo ya ndani Katambi kuacha mara moja tabia ya kuvunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akimhoji bayana iwapo yeye anapaswa kuwa mlinzi wa sheria hiyo mama au ndiye anayekuwa mstari wa mbele kuivunja kwa makusudi. Katika maelezo yake ya kina ya kisheria, rais huyo wa wanasheria amefafanua kwa mamlaka kuwa rais siri wa mambo ya ndani ya nchi Katambi ana uwezo, nguvu wala mamlaka yeyote ya kisheria au kikatiba kuizuia ama kuthibitisha mikutano ya kisiasa ambayo imeruhusiwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria za nchi. Mwabukusi ameweka wazi kuwa jukumu la kutoa vibali vya makutano vya hadhara na kutoa ruhusa ya kufanyika kwa shughuli hizo za vyama vya siasa si wajibu wa mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Wambura, na kwamba utaratibu huo haupo kisheria. Amebainisha kuwa mikutano yote ya ndani pamoja na shughuli zote za kisiasa zinaratibiwa na kusimamiwa na vyama vya siasa vyenyewe husika bila kuingiliwa na mamlaka ya kiserikali, huku akisisitiza kuwa wajibu mkuu wa pekee wa jeshi la polisi nchini ni kutoa ulinzi na usalama tu kwa wakati wa utekelezaji wa shughuli hizo. Taasisi ya wanasheria imepokea taarifa hizo za zuio kwa mshtuko mkubwa sana na imetangaza rasmi nia na mikakati yake ya kuchukua hatua kali za kisheria ndani ya mahakama za nchi na hata nje ya mipaka ya nchi dhidi ya kiongozi au afisa yeyote yule atakayejaribu kutekeleza maagizo hayo. Mwabukusi ametaja agizo hilo la serikali kuwa ni marufuku haramu, batili na ukiukwaji wa wazi wa katiba pamoja na sheria za nchi ambazo ndizo msingi mkuu wa uendeshaji wa nchi, huku akilaumu vikali mazingira yaliyomfanya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Katambi kutoa tamko hilo lililosukumwa na hofu ya matishio ya usalama wa taifa. Kiongozi huyo amesisitiza kuwa katiba inapaswa kuheshimiwa na mamlaka zote za umma na kwamba hakuna kiongozi yeyote aliye juu ya sheria au anayeweza kuvuta haki za kidemokrasia kwa kutumia matamko ya kisiasa au hofu ya kiusalama ambazo hazijathibitishwa kisheria. Hatua hii ya mwanasheria imekuja kwa kujibu la moja kwa moja kwa serikali ili kuizuia kile kinachotajwa kama mwanzo wa ukiukaji mkubwa wa haki za vyama vya siasa kujumuika na kufanya shughuli zao kwa uhuru, jambo ambalo ni nguzo muhimu katika mfumo wa vyama vingi vya kisiasa nchini. Sheria za nchi zinaeleza wazi utaratibu wa vyama kutoa taarifa tu kwa jeshi la polisi badala ya kuomba vikali ama kibali, jambo ambalo limechukua chanzo cha mivutano ya mara kwa mara kati ya wanasiasa wa upinzani na vyombo vya dola vinavyosimamia ulinzi. Uamuzi wa chama hicho cha wanasheria kufuatilia jambo hili hadi katika ngazi ya kimataifa unalenga kuhakikisha kuwa mikataba yote ambayo Tanzania imeweka saini kulinda haki za raia inazingatiwa kikamilifu na viongozi waliopo madarakani. Mwabukusi ametoa wito kwa wadau wote wa sheria, watetezi wa haki za binadamu na wananchi kwa ujumla kuwa macho dhidi ya maelekezo yoyote
yoyote yanayolenga kurudisha nyuma hatua kubwa za kidemokrasia zilizofikiwa katika kipindi cha hivi karibuni. Tamko hili limeleta msisimko mkubwa na kuongeza shinikizo kwa wizara husika chini ya Patrobas Katambi pamoja na jeshi la polisi kutoa ufafanuzi zaidi juu ya namna watakavyotekeleza au kutovumilia maagizo hayo ya waziri yanayokabiliwa na upinzani mkali wa kisheria. Wanasheria wameapa kusimamia kidete misingi yote ya utawala wa sheria na wameahidi kutolegeza kamba hadi pale serikali itakapofuata taratibu zote zilizowekwa bila kutumia nguvu au mamlaka ya ziada nje ya kile katiba inavyoeleza kwa viongozi wa umma. Msimamo huu thabiti unaonyesha namna tasnia ya sheria nchini ilivyo tayari kukabiliana na maamuzi yoyote ya kiutendaji yanayoonekana kunyima nafasi ya kisiasa na uhuru wa raia kujieleza au na kukusanyika kisheria. Hadi sasa hakuna taarifa yoyote ya ziada iliyotolewa kutoka wizarani au kutoka kwa mkuu wa jeshi la polisi IGP Wambura kujibu hoja hizo nzito zilizowasilishwa na rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika kupitia njia za kidijitali. Mzozo huu unaendelea kushika kasi huku jamii ikisubiri kuona hatua zitakazofuata kutoka kwa upande zote mbili, hususan namna vyama vya siasa vitakavyoendelea na ratiba zao za mikutano ya ndani na hadhara bila kukumbana na vizingiti vya kiusalama vinavyotajwa na waziri. Utekelezaji wa zuio hilo unatajwa kuwa unaweza kuingiza nchi katika migogoro mipya ya kisheria na kisiasa, hasa kutokana na misisitizo wa wanasheria kuwa wako tayari kufungua mashauri mbalimbali mahakamani ili kupinga tamko hilo. Hali hii inadhihirisha wazi umuhimu wa mgawanyo wa madaraka chini ambapo mahakama na taasisi za kisheria zinakuwa mstari wa mbele kuhoji na kurekebisha maamuzi ya mihimili ya utendaji pale yanapoonekana kwenda kinyume na makubaliano makuu ya taifa. Wasiwasi wa kiusalama uliotajwa na serikali umewekwa chini ya darubini ya wataalamu wa sheria ambao wanaona kuwa usalama hauwezi kupatikana kwa kuvunja sheria zilizopo bali kwa kuzingatia misingi ile ile inayolinda raia wote kwa usawa na haki. Taarifa hiyo ya Boniface Mwabukusi imehitimishwa kwa kuwataka viongozi wote wa umma kutambua mipaka ya kazi zao na kuheshimu michakato yote ya kidemokrasia ambayo imekuwa ikitekelezwa kwa miaka mingi nchini Tanzania. Mwenendo huo mpya wa mivutano ya kisheria unatarajiwa kuchukua sura mpya iwapo jeshi la polisi litaanza rasmi kuizuia mikutano ya vyama vya siasa kwa kutumia maelekezo haya yaliyotolewa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Katambi. Mwisho wa taarifa hiyo unaacha maswali mengi juu ya atakayechukua hatua ya kwanza kwenda mahakamani punde tu agizo hilo litakapoanza kufanyiwa kazi kwa vitendo na maafisa wa usalama waliopo chini ya maelezo ya IGP Wambura.